nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mikutano hii. Ujasiri tulio nao ni kwamba uko pamoja nasi, na ya kwamba mikutano hii ni ya kwako. Bwana, tunakusihi kwa neema yako ya kwamba mianzo hii ya mkutano wetu iwe ni mibaraka tupu, na miisho yake kila mmoja akashuhudia ya kwamba hakika Bwana ulikuwa pamoja na sisi. Mnenaji uliyemwandaa kwa ajili ya mikutano hii, Bwana umbariki. Roho wako Mtakatifu anene kupitia yeye, na sisi tukilisikia neno tuseme hakika Bwana umenena nasi. Mpe maneno Bwana, mpe afya njema, nasi tukabarikiwe kwa utukufu wa jina lako. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Haleluya tena mkutano. Haleluya tena. Basi naomba nifanye utambulisho kwa wale ambao wametuhudumia. Aliyetoka kuzungumza nanyi na kipindi cha ombi pamoja na fungu ni mwinjilisti Meshak Simon. Bwana Yesu asifiwe. Naomba simama apungie mkono. Mnenaji wetu wa jioni ya leo na mnenaji katika mahubiri haya ya Mtinko ni mwinjilisti Philip Bisanda, ambaye sasa nimkaribisha aweze kuzungumza nanyi na kuleta ujumbe wa Bwana ambao Mungu ameamua leo atuhubirie katika mkutano huu. Karibu sana. Tazama na yafanya yote kuwa nini? Mapya. Watu wa Mtinko, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni mwema wakati wote. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Watu wa Mtinko, tuna furaha sana kuwa nanyi katika haya majuma mawili. Tuna furaha sana kwa kuwa nyinyi watu wema, mmetukaribisha vema. Jana tulikuwa na baadhi ya viongozi wa mahali hapa, na kwa kweli tunawashukuru. Mtinko tunajihisi kama tuko nyumbani, na sisi tumeleta kwenu salamu nyingi kutoka sehemu mbalimbali, lakini zaidi wengi wetu tuliofika mahali hapa tumetoka Dar es Salaam. Wangapi wanapokea salamu kutoka kwa watu wa Dar es Salaam? Amina. 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 Katika haya majuma mawili tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ameandaa mambo mazuri ya kujifunza mahali hapa. Nashukuru wazungumzaji waliotangulia. Namshukuru mwinjilisti Elifas Bisanda aliyezungumzia habari ya maokoto na uchumi. Kwa kweli inabidi tufunguke. Mungu atusaidie sana tuweze kuondoka katika majuma haya mawili tukiwa na mtazamo mpya juu ya masuala ya fedha. Lakini pia namshukuru mwinjilisti Michael Daho ambaye amezungumzia masuala ya familia, masuala ya mahusiano. Na majuma haya tutakuwa tunazungumzia habari ya mambo mapya. Fungu linasema na yeye aketie katika kile kiti cha enzi cha juu, huyo ni Mungu wa mbinguni. Katika Ufunuo sura 21 fungu la 5, Mungu anasema tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Akaniambia, hapo anaandika Yohana, akaniambia andika ya kwamba maneno haya ni amini na maneno haya ni kweli. Mungu amekusudia kufanya mambo mapya kwa ajili yetu. Sasa ukisema habari ya mambo mapya, ina maana kuna shida ya mambo ya zamani. Na kuna watu tumeishi hapa maisha yetu
Kwa kweli tunaangalia maisha na magumu, nasema Mungu, tazama changamoto ninazozipitia, natamani nianze upya maisha. Kuna marafiki zetu ambao wengine wamehama mpaka miji ili kuanza maisha mapya. Wale ambao hawafahamu, taifa la Marekani ambalo sasa hivi ndio taifa lenye nguvu kuliko mataifa yote duniani kiuchumi, lakini pia kijeshi, lilianzishwa na wazee waliohama kutoka Ulaya wakitaka kuanza maisha mapya. Walitafuta maisha mapya, hawakupenda vuguvugu la kidini liliokuwa likiendelea pale Ulaya, na wakasema ngoja tukaanze maisha mapya. Wakaingia kwenye melikebu, hawajui wanakoenda. Kokote kule tutakapofika tutaanzisha maisha mapya, na wakajikuta katika fukwe za Marekani, wakaingia na wakaanzisha taifa hilo ambalo leo liko pale. Kuanza maisha mapya ni tamanio la watu wengi, na katika majuma haya mawili kwa kweli Mungu anatamani mimi na wewe tuanze maisha mapya, mambo yawe mapya. Hebu sema hilo neno, mapya. Mapya. Maisha mapya. Biashara mpya. Afya mpya. Nguvu mpya. mpango wa biashara mpya. utaratibu wa familia mpya. mahusiano mapya. mpango wa kula mpya. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie mpango wa kula mpya. Haya, nimesema mahusiano mapya. Hata mume. Sasa simaanishi ukabadilishe mme, lakini namaanisha katika masomo haya mumeo atabadilishwa na neno la Mungu. Haleluya, amina. Atakuwa kama mme mpya. Utaenda nyumbani utasema, jamani, huyu baba sio yule baba nilemzoea, kwa sababu neno la Mungu linabadilisha na kufanya mambo yote kuwa mapya. Haleluya, amina. Lakini hatimaye Mungu atatuonyesha mpango wake mkubwa zaidi wa kugeuza haya yote kuwa mapya, kuumba mbingu mpya na nchi mpya, utu upya, miili mipya. Yaani mbinguni tutakuwa na miili mipya, na tutajifunza habari za maisha ya mbinguni. Miili mipya, hakuna kuugua, hakuna kuumwa, hakuna kufa. Mwili umebadilika, mwili umependeza, mwili unang'aa, hakuna maradhi. Yote Mungu atayafanya kuwa mapya. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Na sasa unajiuliza kwamba hivi Mungu anawezaje kufanya mambo kuwa mapya? Hivi kweli mimi hapa nilipo Mungu anaweza kufanya maisha yangu kuwa mapya? Mungu anaweza kutumia nini kugeuza maisha yangu kuwa mapya? Na mimi napendekeza leo kwamba kipo kitabu kinaitwa Biblia. Bwana asifiwe. Amina. Hichi kitabu ndio kitabu pekee kinachoweza kufanya mambo kuwa mapya. Haleluya. Amina. Na siku ya kesho tutakiangalia kwa undani zaidi kitabu hiki. Lakini jioni leo naomba nielekeze akili yako kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ya 9, kuna kisa cha mama mmoja aliyekuwa ana changamoto ya muda mrefu sana. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 9, ukianza kusoma fungu la 19, Yesu alikuwa, tuanze fungu la 18. Mathayo 9:18, Biblia inasema, alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo, weka mkono wako juu yake, naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Kabla tuendelee hapo mbele, niomba nieleze, huyu jumbe alikuwa ni kiongozi. Alikuwa ni kiongozi wa kiserikali katika eneo lile, na binti yake alikuwa ni binti wa miaka 12. Unaposoma vitabu vingine vya Injili
vinatueleza kwamba binti wa huyu bwana, ukienda katika Marko 5:25 na Luka 8, binti wa huyu bwana alikuwa ni mgonjwa, na alikuwa ni binti wa miaka 12. Aliugua ghafla na akafariki. Na huyu kiongozi wa serikali akaja kwa Yesu, akamwambia Yesu, njoo umguse binti yangu, amekufa. Njoo weka mikono yako juu yake, naye ataishi. Alikuwa anajua kwamba hata haya maisha yanapokoma, Mungu ana uwezo wa kutupatia maisha na uzima upya kabisa. Na Yesu akaitikia wito na ombi hilo. Alipoanza safari na wanafunzi wake, fungu la 20 nasema, tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu kwa miaka mingapi? 12. Miaka 10 na mingapi? Na miwili. Huyu mwanamke, Biblia inasema kwamba alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi la Yesu, na akasema moyoni mwake, fungu la 21, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Fungu la 22, Biblia inasema kwamba Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Haleluya, amina. Huyu mama aliteseka kwa miaka 12, na unaposoma vitabu vingine vya Injili kama Marko sura ya 5 na Luka 8, vitabu hivi vinatuambia kwamba huyu mama alitumia fedha nyingi kutafuta uponyaji. Alienda kwa madaktari wa kila aina kwa sababu damu ilikuwa inatoka na haikomi. Alienda kwa waganga, na iliwezekana pengine alienda hata kwa wachawi, lakini wale wote walikula pesa zake na hakuna aliyeweza kumpatia huyu mama uponyaji. Marafiki zangu wa Mtinko, leo ninajua kuna wengine kati yenu mmeteseka kwa muda mrefu, na wengine mmepoteza fedha nyingi sana. Mmetemea fedha nyingi kwa waganga, fedha nyingi kwa wachawi, fedha nyingi zimetumika huku na kule kutafuta suluhisho. Lakini leo nakuletea habari njema. Mwenye suluhisho ni yule ambaye ametangaza neno hili. Ni Yesu Kristo pekee anayeweza kuwa majibu ya maswali yako. Huyu mama alikuwa amesikia habari za Yesu, namna ambavyo aliponya watu wengi, namna alivyofufua waliokufa. Lakini Yesu alikuwa amesongwa na watu wengi, na huyu mama alikuwa anaogopa kwamba sasa itakuwaje? Ninawezaje kwenda kujitambulisha kwake? Ninawezaje kwenda kuliita jina lake? Mimi ni mwanamke tu, tena katika jamii yenye mfumo dume. Sio tu hiyo, jamii ile ilikuwa na utaratibu wa Kiyahudi ambao ulikuwa kwenye torati yao kwamba mwanamke anayetokwa damu hapaswi kujichanganya na watu, anapaswa kutengwa. Wakifahamu mimi ni mwanamke, tena ninatokwa na damu na ninajichanganya mahali hapa, nitakuwa na adhabu hata ya kifo. Nifanye nini? Yule mama lakini alikuwa na imani katika moyo wake, akasema kwamba japo sistahili, japo sitakiwi kuwa mahali hapa, lakini najua mwenye majibu ya maswali yangu yote, mwenye uweza ni huyu mwana wa Mungu, huyu Yesu anayetembea hapa, anaweza kuniponya. Yule mama akajipiga kifua na kwa ujasiri akaanza kutembea akipenya katikati ya umati wa watu, akapenya akasukuma watu, akapenya akasukuma watu. Na unajua wakina mama wakiamua, wakiwa na jambo lao, wakiamua kupenya huwezi kuwazuia. Wakati fulani nikiwa kijana bado mdogo nilikuwa sehemu fulani naenda kazini. Nilikuwa naenda kazini na kule Dar es Salaam, watu ambao hamjui Dar es Salaam kuna msongamano mkubwa wa watu. Na kwa sababu msongamano mkubwa, ukienda kwenye stendi za mabasi wakati mwingine kuna ile hali ya kugombania mabasi.
Yaani unagombania kwa sababu yaani mabasi tunafahamu siti za kukaa ni chache, lakini tunabanana humo ndani. Na mimi nakumbuka wakati fulani niko pale Posta, ndio nataka kupanda basi sasa nielekee nyumbani. Tunagombania na wakina mama. Nilipingwa kumbwa na mama mmoja, lakini nilivyogeuka hivi nikakuta mama mwingine anaruka dirishani. Nikashangaa, jamani, wa mama kumbe wanaweza kuruka dirishani, msiwaone hivi. Yaani wakiamua jambo lao wanaweza. Yule mama anaruka dirishani na mimi nikajisukuma hivi nikajikuta. Sasa nikasema kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo mdogo na hawa na nguvu, ngoja nikae tu katikati watanisukuma ndani. Nikajikalisha katikati na wakina mama wanakuja na nguvu zao wakanisukumiza ndani. Ndio niko nasukumiza ndani, naingia ndani ya basi nakutana na mama mwingine kiwili kiko ndani na miguu iko nje, anapitia dirishani. Nikasema wa mama wakiamua wameamua. Haleluya. Na sasa huyu mama naye akajipeneza, akajikuta yuko karibu kabisa na Yesu. Lakini alikuwa na imani sio ya kawaida. Wengine wanasema Yesu njoo umshike mgonjwa. Wengine wanasema Yesu njoo utamke maneno. Lakini huyu mama akasema, Yesu, mimi hata siwezi kumuita jina lake, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapona. Hiyo ni imani sio ya kawaida. Haleluya. Imani sio ya kawaida. Na mimi nakupendekezea leo imani kama hiyo. Unapopita katika viwanja hivi, amini kwamba pia Yesu, ukiamini ukanyosha mkono wako ukasema Yesu niponye. Kama unaugua utapona kwa jina la Yesu. Amina. Kama una msongo utaondoka kwa jina la Yesu. Amina. Kama una changamoto katika biashara yako, ngoja nikwambie kitu, hakuna mganga wala mchawi anaweza akasimama mbele ya jina la Yesu Kristo. Amina. Na yule mama alipogusa pindo la Yesu, Biblia inasema kwamba Yesu akahisi kama nguvu imemtoka, akageuka mara moja. Ukisoma vitabu vya Injili vinasema Yesu akawauliza wanafunzi wake, nani amenishika? Wanafunzi wake akamwambia, hey mwalimu, kila mtu hapa anakushika. Hapa tuko kuna msongamano wa watu wengi, unaulizaje nani amekushika? Lakini Yesu akawaambia wanafunzi wake, hapana, kuna mtu amenishika, mshiko usio wa kawaida, mshiko wa imani. Na mimi leo natamani leo tutafute mshiko huo wa imani. Mikono yetu iwe na mshiko wa imani. Mgeukie jirani yako, mwambie tafuta mshiko wa imani. Tafuta mshiko wa imani. Huu sio mshiko ule wa hela, huu ni mshiko wa imani bwana. Waka mshiko na yenyewe inaweza kumaanisha fedha. Hii ni mshiko wa imani. Yaani kushika huku unaamini. Alishika mpaka Yesu nguvu zikamtoka, akageuka akasema kuna kitu hapa sio cha kawaida. Yesu akamwangalia yule mama kwa aibu, akajisogeza, akapiga magoti, akaanguka miguuni kwake, akajisalimisha, akasema ni kweli, ni mimi ndiye niliyekushika. Yesu akamwambia, mama, ninajua hukunishika mshiko wa kawaida, ulinishika mshiko wa imani na imani yako imekuponya. Yesu alipotangaza maneno yale kwa yule mama, Biblia inasema akapona. Tangu saa ile maisha yakawa ni mapya kwa yule mama. Haleluya. Amina. Maisha mapya yasiyokuwa na kutokwa damu. Maisha mapya, hakuna haja ya kutumia pesa kwa waganga. Maisha mapya, hakuna haja ya kusumbuka. Akilala usiku analala usingizi mtamu, anaamka asubuhi anafanya shughuli zake. Maisha mapya, uchumi wake ukapaa. Maisha mapya, familia ikastawi. Yule mama aliondoka pale ana furaha kwa sababu alikuwa na mshiko wa imani, na alimshika yeye aliye na nguvu kuliko wote, Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Na mimi napendekezea kwamba katika majuma haya mawili tumsogelee Yesu kwa mshiko wa imani. Amina. Ninajua kwamba miongoni mwetu kuna watu ambao mmekuja hapa na wengine mko karibu hapa, ambao mnatamani sana Bwana kutendee jambo katika majuma haya mawili. Unatamani kwamba Mungu akuguse maisha yako katika majuma haya mawili kupitia neno hili lenye nguvu, kupitia Roho Mtakatifu, kwamba Yesu aguse biashara yako,
Yesu afungue njia zako, Yesu akuwezeshe katika maisha yako, Yesu akupatie mambo mapya katika familia yako. Najua una jambo ambalo unalo moyoni mwako, hakuna anayelijua, unalijua wewe mwenyewe. Nikwambie kwamba neno hili lina nguvu sana na litabadilisha maisha yako. Naomba niwaambieni kitu, na rafiki yangu ambaye naye alianza maisha mapya baada ya kuwa na uzoefu wa ajali ya gari. Na wewe rafiki yangu, na wengine mnamfahamu hapa, mwinjilisti Michael Dako anajua kabisa kwamba huyu nayemzungumzia ni ndugu yake wa karibu kabisa. Alikuwa anatokea Mkuranga, anaendesha gari, anarudi Dar es Salaam, ametoka kuangalia mashamba yake. Na huyu rafiki yangu anaitwa Msaada. Alipofika mahali fulani, alipata ajali mbaya sana ya gari. Na ile siku alipopata ajali, alifika pale kanisani Mikocheni na akatukuta wazee wenzake, alitusimulia amekuja anatetemeka, anatetemeka huko analia, anasema jamani, nimepata ajali, lakini kitu cha ajabu sana kimetokea katika hii ajali, kitu ambacho siwezi kukueleza, lakini nitawaambia kwa sababu kimenichanganya, lakini kimenipa mtazamo mpya wa maisha. Anasema wakati anasafiri, akiwa anaendesha gari lake, aliweka Biblia yake kwenye kiti cha abiria. Yeye alikuwa anasafiri anarudi Dar es Salaam kutoka Mkuranga, akapata ajali na gari lake likabinuka na likawa nyang'ara. Alituonesha picha, ukiangalia picha unashangaa hivi huyu mtu ametokaje hai hapa. Lakini anasema kitu ambacho kilimshangaza ni kwamba kwenye gari kulikuwa kuna vitu vingi. Hapa mbele kwenye kisiti ya abiria kulikuwa kuna Biblia. Nyuma kwenye siti zingine kulikuwa kuna vitu vingine vingi. Lakini alivyopata ile ajali na gari likabinuka, baadaye gari lilipobinuka mpaka likatulia likakaa hivi. Kitu cha ajabu ni kwamba ile Biblia yake ilikuwa imekaa kwenye kile kiti, haijasogea, haijafanya nini, kana kwamba kulikuwa kuna mkono wa mtu asiyeonekana umekilia Biblia ile na kuikandamiza pale na kuishikilia kwa utulivu. Na aliyetoka akiwa mzima katika ile gari alikuwa ni yeye Msaada pamoja na Biblia yake. Haleluya, amina. Vingine vyote jangali vimeshavurugwa, lakini Biblia yake imetulia. Akasema kwamba kwa tangu siku hiyo, akasema japo mimi nilikuwa naamini, lakini mtazamo sasa ni mpya. Hiki kitabu sio cha kawaida, hiki kitabu kina nguvu ya Mungu ndani yake. Amina. Na mimi najua ndani yenu kuna watu, kati yetu kuna watu ambao wanasema hiyo nguvu ya Mungu nahitaji katika maisha yangu. Ikiwa unasema kwamba Mungu, katika haya majuma mawili nahitaji nguvu yako, naomba usimame pamoja nami. Sema, Mungu, naomba nione mkono wako ukifanya kazi katika maisha yangu. Unibariki kwa namna isiyo ya kawaida. Uniwezeshe kwa namna isiyo ya kawaida. Naomba nione mambo mapya katika maisha yangu. Biashara yangu iliyumba, lakini kwa nguvu ya neno lako naomba uihuishe. Shughuli zangu zimesongwa, lakini kwa nguvu yako naomba uzinyooshe. Mapito yangu hayaeleweki, ninaona giza, naona nuru. Naomba nuru. Ninaona giza katika familia, sasa Bwana naomba nuru. Pengine ni katika ndoa yako, pengine ni katika malezi ya watoto, lakini popote pale ulipo, mlioko karibu na mlioko mbali, ikiwa unasema Mwenyezi Mungu, ninakuomba katika majuma haya mawili nione nguvu yako katika maisha yangu, simama pamoja nami. Lakini pia naomba sasa, wakati naimba wimbo huu unaosema Yesu kwa imani, nitakuomba usogee mbele. Ukiwa unasema kwamba Mungu, ninakuomba uniponye kwa jambo lolote lile, unalijua wewe mwenyewe. Yeyote ambaye anajua anahitaji uponyaji maalum kwa ajili ya Bwana, tunapokuwa tunaomba nguvu ya Mungu katika majuma haya, lakini leo hii unahitaji pia uponyaji. Hata sasa tunaenda katika maombi na tunaamini kwamba Mungu wetu anasikia na anajibu, kwa kuwa tunashika kwa imani. Haleluya.
Amina. Nilikuwa naimba wimbo huu, naomba usogee hapa mbele pole pole. Yesu kwa imani, sogea hapa mbele, tunamgusa kwa imani ili tupate uponyaji wa Mwenyezi Mungu. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia, nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu ulikufa wewe, wokovu nipewe, na kupenda wewe Bwana wangu. Hapa nazunguka, hapa nazunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza, hivi nitaweza kufuata. Wapendwa, tutaenda kuomba Mungu afanye mambo mapya katika maisha yetu. Haleluya. Amina. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya uponyaji, na mimi nawakaribisha pia tuombe kwa ajili ya mafundisho haya yote. Kesho tutajifunza habari ya kitabu kinachoumba mambo mapya na mambo ya ajabu ambayo Mungu amefanya kupitia kitabu hiki. Endelea kuombea mafundisho haya, endelea kuombea Mtinko, marafiki zetu, majirani na wote tunawakaribisha sana, lakini mimi najua kwamba kwa neno hili Mungu atatenda na Mungu ataponya maisha yetu. Na wakaribisha tuweze kuinamisha nyuso zetu kwa heshima mbele za Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, wewe ni Mungu wa ajabu unayeumba na kufanya mambo yote kuwa mapya. Umeahidi katika neno lako Mwenyezi Mungu kwamba utafanya haya yote tunayoyaona yaliyoharibika, kwamba utayageuza yatakuwa mapya, tena mazuri, tena ya milele ya kudumu, nasi tutayafurahia pamoja na wewe. Na hivyo Bwana, jioni ya leo watu wako tumekuja mbele zako, watu wa Mtinko tumekuja mbele zako tukiomba uponyaji katika maisha yetu. Ondoa chembe chembe za kuumia, ondoa chembe chembe za maumivu, ondoa maradhi. Bwana, tunakuomba na kukusii jioni ya leo, kwa kuwa tunakushika kwa imani, tunakuomba Yesu, Yesu unayejua kuponya, Yesu unayejua kugusa, Yesu unayejua kuuisha, Yesu unayefufua, tunakuomba Bwana, jioni ya leo yeyote anayekuita na kunyosha mkono wake kwa imani, Bwana ukamtendee sawa sawa na mapenzi yako, umponye kwa jina lako Yesu Kristo. Ponya biashara zetu Baba,
Ponya shughuli zetu, ponya kazi zetu, ponya familia zetu, ponya ndoa zetu, ponya watoto wetu, ponya wazee wetu, ponya waume, ponya wanawake. Bwana, tunakuomba uponye viongozi, uponye maofisi kwa jina la Yesu. Bwana, tunaomba kwa majuma haya mawili tukashuhudie uponyaji mkuu mahali hapa, lakini Bwana, zaidi ya yote tukashuhudie namna utakavyotengeneza upya maisha yetu. Tunaomba baraka zako juu ya uongozi wa kanisa. Tunaomba baraka zako juu ya uongozi wa serikali, tangu uongozi wa juu kabisa wa rais wetu Mheshimiwa Mama Samia pamoja na serikali yake yote, viongozi wote kwa ngazi zote, hata viongozi wa kijiji hiki tunaweka mikononi mwako Bwana, upate kuwalinda na kuwabariki, kuwapatia hekima na njozi katika kutuongoza. Lakini tunaomba pia Bwana uwapatie neema yako, nao pia wafanye mambo yao kwa mapya kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana uweze kubariki Mtinko, wafanya biashara wanaozunguka eneo hili Bwana, wanakulilia ili biashara zao zikue. Ninakuomba Bwana, katika majuma haya mawili waone utofauti, waone mibaraka, walitukuze jina lako. Na ikiwa hapa Mtinko kuna mama au baba amepoteza fedha nyingi kwa waganga, kwa wachawi, akitamani kwamba apate uponyaji au suluhisho katika maisha yake au katika ndoa yake, ninakuomba Bwana umwelekeze mahali hapa ambapo Yesu pekee jina lako linainuliwa. Wewe pekee utamponya, wewe pekee utaweka watu wako huru kwa jina lako Yesu Kristo. Jioni ya leo Bwana, tunaomba watoto ambao nao wana program zao wabariki, uwasaidie waweze kukua kuwa vijana wazuri, wapatie siku njema huko mbele, kazi zilizobarikiwa, wawe na biashara njema, wengine wawe wa mawaziri, wengine wawe viongozi wa nchi, wengine wawe wanasheria, madaktari, walimu au hata wachungaji. Bwana, naomba uweze kuwabariki watoto wetu wa Mtinko. Kutokea Mtinko watokee watu wakubwa, watu wema, watu wenye mguso katika jamii ya Watanzania. Bwana, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu umesikia maombi yetu, nasi jioni ya leo tunajikabidhi kwako. Tunakuomba Bwana, kesho uturejeshe tena mahali hapa, tuendelee kubarikiwa na neno lako, neno linaloumba upya, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amina. Amina. Jamani, Mungu awabariki, tuonane kesho. Amina.